Nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, nijapokuwa na unabii, kujua siri na maarifa yote, nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, nijapokuwa na unabii, kujua siri na maarifa yote, ila upendo mimi si kitu, bila upendo mimi si kitu, bila upendo mimi si kitu, bila upendo mimi si kitu. Baba wetu, kaja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na mioyo yenye huzuni, maana tukihesabu makosa yetu ni mengi mno, yaweza kutufanya tusionane nawe. Lakini kwa neema yako na rehema zako twatubu na tunyenyekea miguuni pako, na ili utuoshe, ututakase, na ili uwepo wako upate nafasi katika ibada yetu siku ya leo. Twafungua roho zetu kwako Baba ushie milele, na ili utujaze na yote mema itokayo kwako. Wingu lako la neema lianze pamoja nasi, lituinue kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Sisi tukisema tuna dhambi twajidanganya, lakini utukufu wako ukija unatuinua juu, na tunaweza kufikisha pale wewe upendavyo. Njoo uanze pamoja nasi. Tuomba Roho wako Mtakatifu aje na atembee katika nyumba yako. Tuomba uwepo wako uandamane pamoja nasi. Tuomba wingu la neema litujaze kila mmoja wetu katika yote tutakayotenda katika nyumba yako. Tuomba utuongoze na utuonyeshe. Tukabidhi mnenaji mikononi mwako, aguze roho zetu. Watakaosoma masomo mikononi mwako, wasome kutoka kwako. Atakaye nena hapa, nena kupitia kwako, na ili tukuone tukitoka hapa, tutoke tukifurahi, maana uko upande wetu. Twakushukuru na twakuinua, twasema asante, maana wewe ni Mungu wetu. Pokea sifa na shukrani. Njoo Baba ushie milele. Twakuita, twakuhitaji, maana wewe ni Mungu wetu. Na ni katika jina Yesu Kristo. Somo letu la kwanza tutalipata kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango ni wa 19 kuanzia mstari wa kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya, na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie vivyo hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda aihifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda. Akamwacha mtumishi wake huko, lakini yeye mwenyewe akaelekea katika jangwa mwendo wa usiku mmoja. Akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, iondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamguza
akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamguza, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa, Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Mimi nimesalia mimi peke yangu, nao wanifuata roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita upepo mwingi wa nguvu, ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi, kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu ikawa. Eliya aliposikia, akajifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka, akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa, Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanifuata roho yangu waiondoe. Bwana akasema, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika, mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abeli Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na hilo ndilo. Bwana apewe sifa. Amen. Tutasoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, kifungu cha kwanza mstari wake 43 hadi 51. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanieli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli,
hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwepo chini ya mtini nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, uamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin, amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Na hiyo ndiyo injili ya Kristo. Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia kuingia katika nyumba yako. Naomba ya kwamba kila mmoja ambaye amefika utapata Bwana kuongea na sisi, utapata kutuguza, na Mungu utaleta utofauti katika maisha yetu. Ninaposimama mbele ya hawa watumishi wako, mimi Bwana sistahili hata kidogo, lakini nakuomba rehema zako ili maneno ya mdomo wangu and also the meditation of my heart will be pleasing to you today. Tunashukuru kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God is good all the time. All the time. God is good and that is his nature. Wow. Happy New Year. Happy New Year. Ndio mwaka tujaonana na wengi. Ninashukuru Mungu sana kwa sababu ya kurudi hapa Molo. Nikimshukuru sana Archdeacon wa area hii ama Archdeacon ya Molo, the Venerable Canon Jane Wangari Munyui, kwa sababu ya kunipatia nafasi niweze kuja kunena neno la Mungu katika siku hii special sana ya Canon wetu, ambapo anakaribishwa kirasmi katika eneo hili la Molo, akiwa yeye ni Archdeacon wa pili tangu Archdeacon ya Molo iwekwe na Baba Askofu. Kwa hivyo Canon pamoja na Mr. Munyui pamoja na jamii yako na uongozi wote wa parokia hii ya St. Albans, once again I want to thank you so much kwa sababu ya kunialika niweze kunena siku ya leo. Niseme pia ya pili ya kwamba huyu Canon wetu ni Archdeacon. Archdeacons katika uaskofu wetu huwa hawaketishwi katika parokia. Kama wakati ambapo nilikuwa mchungaji hapa, nakumbuka Canon Lagat alikuja kuniketisha katika kiti changu cha vika. Ni kwa sababu mimi sio Archdeacon, mimi ni Reverend, lakini Archdeacon wote wako na kiti chao huko kwa cathedral yetu of the Good Shepherd, ambapo wanaketishwa na Baba Askofu. Kwa hivyo leo hakuna jambo ya kumketisha Canon wetu kwa kiti chake. Yeye tayari ameketishwa na Baba Askofu katika cathedral yetu, akiwa yeye kama Archdeacon, na pia amewekwa ngazi nyingine. Najua ni watu wachache ambao wanavaa kofia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwanza ni Baba Askofu ama maaskofu wetu wote, including His Grace the Archbishop of Kenya, na wengine ambao wanaruhusiwa kuvaa kofia hata wakiwa kanisani
hata wakiwa wanaume hawa wanakuwa ni macanons katika kanisa letu, na yeye ni archdeacon and at the same time yeye ni canon. Hata zile mavazi ambazo wamevaa sio kama zetu wachungaji ama reverends, yeye yako na ngazi ambao tunasema ni canon. Hiyo kofia amevaa hatuwezi sema ya kwamba ni kofia ya Valentine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kofia ya kuwa yeye ni nini? Canon katika kanisa letu ni ngazi ambayo inapewa wachungaji na baba askofu, ambayo ni ngazi ya heshima. She's a canon, or she's a canon of the church, kumaanisha kwamba first and foremost yeye ni mtu ambaye ameheshimika na amefanya kazi kwa muda mrefu kama kasisi. Na pia tukitaka kukua na ile, unajua kuna ile kitu inaitwa plumbline. Plumbline inaitwa nini na Kiswahili? Timazi. Njoo mke wangu ni mwalimu. Timazi. Unajua mmesikia hiyo kitu of late? Timazi. Ama plumbline. Ile kafiro. Ile jina tunajua kawaida ni nini? Kafiro. Ile kafiro ile inatumiwa plumbline na masons ya kuangalia kama ukuta huko nini? Sawa. Kwa hivyo ukitaka kuwa kama uko sawa, unaenda kwa canon, unajiangalia na yeye, unaona kama uko sawa ama kama hauko sawa. Archdeacon ni ngazi ya administrative katika kanisa letu, na tuko na archdeacons kwa wakati huu 8 katika uaskofu wetu, na yeye ni mmoja wao, na wanamsaidia baba askofu katika administration na mambo ya discipline ya kanisa letu. Na kwa hivyo tunasema she's a senior clergy. Sitasema clergyman, clergywoman, na kwa hivyo tunashukuru kuwa na yeye. On 31st tulikuwa na canon huko Maryland. Tulikuwa waskofu wa Maryland tukiandamana na baba askofu na tulipokuwa tukielekea pande ya Maryland, tulipofika huko, canon nilikuwa nimembeba kwa gari ambayo nilikuwa nayo, na alikuwa ananielezea kuhusu mahali kunaitwa Baragoi, which is the boda ya Turkana pamoja na Wasamburu, na pia akaniambia mahali kwingine kunaitwa ilikuwa Wapa, all those places. Na canon amehudumu huko akiwa TE director, akifundisha watu huko kusoma Bible. Miaka ya zamani wakati wa askofu wa Nakuru ulikuwa umetoka Narok unaenda all the way mpaka Turkana. It was part of this diocese. Na bado yeye alikuwa kwenye kanisa. Situmpigie makofi. Hizo siku mimi sijui nilikuwa wapi, ama ambao tuko hapa tulikuwa wapi. Kwa hivyo yeye ni canon wa kanisa yetu, na amefanya kazi kubwa mpaka kwa TE, amefanya kazi ya mission, amefanya kazi nyingi. Ya nyingine ambayo ningesema kumhusu mchungaji ambaye ameletwa hapa na baba askofu, yeye pia katika uaskofu wetu tuko na different departments, na tuko na department ya mission. Kwa wakati huu pia yeye ndiye chairperson wa department ya mission katika uaskofu wetu wa Nakuru. Situmpigie makofi. Unajua askofu anapatiana hizo kazi akijua yule ambaye anapewa anaweza hizo kazi. Na kwa hivyo canon, we want to pray for you, na pia tungependa wishing you all the best as you minister in this area. Na hata anapoongoza mission katika uaskofu wetu, focus yetu kama diocese katika mambo ya mission, tunataka kuplant churches, ama tungependa kuanzisha makanisa Kuresoi South na Kuresoi North, ambayo iko chini ya uangalizi wa archdeacon kwa niaba ya askofu wetu. Na kwa hivyo yeye bado tumekuwa tukikuja hapa Molo, nafikiria mwaka huu nimekuja karibu mara 3, lakini weekdays, na tumekuwa tukienda Kirengate, tumekuwa tukienda Oleguruni, na tunaomba ya kwamba already we have planted a church in Kirengate, na tungependa kuanzisha kanisa lingine pale Oleguruni. Kuna mashamba huko tunafuatilia, na tunajua ya kwamba tutazipata, na tukishakuwa nazo ya canon amekuwa very instrumental sisi came katika kuanzisha mission katika eneo la Kuresoi na pia eneo la Oleguruni. Na najua soon
tutaweza kuanzisha kanisa huko na tungependa kujenga kanisa huko. Kwa hivyo Kano atakapokuja kwenu akiomba mabati, akiomba mtusaidie to start a church in Ole Guruni, tunaomba ya kwamba mtaweza kusikia huo that appeal, na ninajua kwamba Mungu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Pia nashukuru sana kwa sababu ya nafasi ya kuwa na leaders hapa. Nikiwaona mimi huwa ninakumbuka hata mimi nilikuwa ni leader, hata nilikuwa vice chairman at some point na treasurer na secretary wa kanisa, na kwa hivyo nashukuru ninapowaona mnapotumika. Dada yetu Hilda alifanywa kuwa leader just the other day during ordination service yetu. Kwa hivyo ninapoona mali leaders ninashukuru sana. Nafu leo Kano, his group ambayo iko hapa ni a very special group to me. Nimewaangalia hivyo wakati nilikuwa nimeketi hapa. Hawa wote tulijuana kama tuko vijana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa mchungaji hapa. Sisi wote tulijuana tukiwa vijana. Na Harrison mwenye yako hapa. Sisi tumetoka Archdiaconry yenye umetoka juzi inaitwa Kabatini Archdiaconry. Na hiyo Kabatini Archdiaconry saa hiyo ilikuwa inaitwa Kabatini Parish. Na kwa hivyo sisi wote tulikuwa wana youth pamoja. Nikiwa youth chairman na walikuwa ma youth chairman kwa kanisa zao. Na kwa hivyo hawa wachungaji wote wako Molo, we have a lot that we share. Mpaka mke wangu, mpaka mke wa Mashaja ninamuona pale. We used to be in the youth at the same time. Na kwa hivyo ninashukuru kwa sababu ya hawa wachungaji. Tulianza tukiwa vijana, ndio tulikuwa tunaona wachungaji na macanons, tunawaona tunasema hawa wachungaji, sasa sisi ndio hao nini? Wachungaji. Simupigia hawa wachungaji. Kwa hivyo nashukuru sana. Pia niseme ya kwamba tangu nitoke Molo nimekuwa nikifanya kazi kwa ofisi ya askofu, na ninashukuru kwa sababu nilipokuwa nikikuja hapa nilimwelezea nitakuja hapa kwa sababu leo ni kama alikuwa kwa parish yetu ya Cathedral, kwa sababu Cathedral wameanzisha parish inaitwa St. Stephen's Gata. Leo askofu alikuwa anaenda kuizindua kirasmi St. Stephen's Gata, ambayo tuliko pale Ngata. Ni parish mpya katika uaskofu wetu. Tuko na parish 71. Last year tulikuwa na 70, mwaka huu tuko na ngapi? 71. Na tuko na makanisa moja 1, 2, 3, 236. Na kwa hivyo ni makanisa mengi, na kwa hivyo wachungaji wako na kazi nyingi, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Na kwa hivyo nilipomwelezea ya kwamba nitakuja hapa, alinituma na salamu, mmezipokea. Asante. Sofa ninatumia dakika 19 na sijahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii mambo ya Valentine imekuja kama sisi zamani kulikuwa na Valentine kweli. Kama ilikuwa ujue wewe ni very young. Bwana asifiwe. Lakini siku zetu sikubuki kutokewa na Valentine. Lakini kwa sababu leo ni Valentine, na tungependa to spiritualize the occasion, kwa sababu it is highly used by the secular world. Niseme kitu moja tu ya Valentine kabla ni hubiri. Niseme nisiseme? Sana ni wamama wanasema. Wanaume wanashindwa. Sasa mchungaji sasa, what is the issue here? Si hubiri, wacha na mambo ya nini? Niseme last Saturday tulikuwa Murang'a, mahali kulikuwa na udhoni. Ama hii mambo ya dawa. Si jana ile Saturday ingine. Na yule MC alikuwa huko, aliniita nilipo introduce my wife, akasema ya kwamba ati tunafanana na my wife. Lakini nikawaambia she is not my sister. Nikawaambia she is my wife. Watu wakikaa pamoja wanafanana kwa sababu gani? Wanafanana ni kwa sababu
wanakula chakula kimoja. Wakikunywa chai, kama leo tulikunywa chai moja. Nilipokula ndoma nikaona my wife amekula nini? Ndoma. Jana usiku nafikiria tulikula mchele na cabbage na stew na nini? Tulikula nini? Pamoja. Tukisikiliza news tunasikia pamoja. That is how marriage is supposed to be. Bwana Yesu asifiwe. Isikuwe ya kwamba kuna mmoja ambaye yeye anakula tao na mama anakula nyumbani. Wewe mwanaume ukikula nyama tao, nyama choma, mama anakula githeri. Mtafanana? Bwana Yesu asifiwe. Mtafanana? Hawezi kufanana. Kama wewe unaenda tu kuona TV town, unakuja tu nyumbani kulala. Hakuna wakati you share anything. You have to share things every day. Na wakati ambapo mnashare vitu kila wakati, mtaendelea kufanya nini? Kufanana. Ile kitu inakasirisha my wife, ndio sasa bado inanikasirisha. Volume ikiwa juu kwa gari, hata tukitembea hivi kwa gari, alafu redio iende tu juu mara moja, mimi nikiendesha gari nikipeleka mkono yangu ku reduce volume, mkono yangu na yake zinakutana pale, tukijaribu ku reduce nini? Volume. Kwa sababu tuko pamoja. Kwa hivyo huu wakati wa Valentine, watu wakule pamoja chakula kimoja. Kama ni chai, mkunywe chai pamoja. Naamini hapa ni kanisa, hakuna mwanaume tunaweza sema ati anakunywa kitu kingine huko town yenye haikubaliwi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kama unakunywa hiyo na mama hakunywi, kweli mtakuwa pamoja. Hallelujah. God is good. Sababu ya Valentine nilifikisha hapo. Leo ningependa kuongea kwa ufupi, sababu siku ya leo ni siku ya canon wetu. The book of John chapter 1 verse 43. Na nitamuuliza Mama Victor ama Tabitha my wife, kuna chorus atatuongoza kabla nianze kuhubiri. Ndio itapatia ujumbe wangu kichwa chake. Kuna chorus hata mimi nilikuwa naimbisha nikiwa youth. Ilikuwa inasema nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Simameni tuimbe. I'll preach hopefully for a very short time. Najua we don't have time. I'm already 24 minutes. Nataka kuhubiri kama 30 minutes. Kwa hivyo nitajaribu. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa Tunaweza kuketi. Ujumbe wangu siku hii ya leo ni ujumbe ambao Mungu aliweka ndani ya moyo wangu mwezi wa kwanza wa mwaka huu wa Januari, ambao unasema come and see. Ukuje ufanye nini? Njoo uone. Leo tumekuja hapa kuona canon. Na kuna watu ulipokuwa ukitoka nyumbani, watu ambao tumetoka pande za Nakuru, tulikuwa tunasema tumekuja hapa ili tukue na canon, tumuone pamoja na jamii yake.
Hiyo ndio sababu ambayo tumekuja hapa Molo. Wageni ambao wako hapa wamekuja kumwona Canon, na kweli kabisa tumemwona mpaka ako na kofia ya Canon. Tumemwona ako na magwanda ama the vestment za Canon. Tumemwona, hatujamwona. So come and see. Ukisoma verse number 46, John chapter 1 verse 46. Biblia inasema, Nazareth, can anything good come from there? As Nathanael asked, come and see, said Philip. Hii maneno ambayo ninaongea ilinenwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni mwinjilisti, ambaye alikuwa anaitwa Philip. Na Philip alikuwa ni mwanafunzi wake Yesu Kristo. Na ukisoma hapo mstari wa 43, Yesu alipomwona Filipo, the next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Yesu alimwona Filipo, akamwambia nifuate. He called him and he told him, Philip, follow me. Na alipoanza kumfuata Yesu, huyu Filipo akaenda akawaita ndugu zake. Ndio tunasema he was an evangelist. Akamwambia kama vile Andrew na Peter, na maandiko inasema ya kwamba pia akakutana na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Nathanael. Nathanael yeye alikuwa jina lingine lake alikuwa anaitwa Bartholomew. This Nathanael, he is also called Bartholomew. Na Bartholomew alikuwa miongoni mwa wale 12 ambao walikuwa ni wanafunzi wake Kristo. Na kwa hivyo hapa mstari wa 46 tunamsikia huyu Nathanieli wakiongea na huyu ambaye ni mwinjilisti ambaye alikuwa anaitwa Filipo, wakiulizana. Philip anajaribu kumwambia huyu Nathaniel, mimi nimemwona yule ambaye Musa aliongea kumhusu. Nimemwona yule ambaye manabii walikuwa wanaongea kumhusu. Nimemwona yule ambaye ni Masia wa Mungu. Verse 45, Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Tumemwona. Na huyu ndiye ambaye Musa na Torati mzima inamuongea kumhusu. Huyu ndiye yule ambaye manabii wote wanaongea kumhusu, ambaye ni Yesu wa Nazareti, ambaye ni mwana wa Yusufu. Na yeye Nathanieli anauliza, je, kuna chochote kizuri ambacho kinaweza kutoka Nazareti? Na kwa hivyo Philip was a good evangelist, kwa sababu hakushinda akibishana na Nathaniel. Alimwambia, come and see, njoo uone. Hakuanza kusema Nazareth, nini kizuri kinaweza toka Nazareti? Huyu ni mwana wa seremala ambaye anaitwa Yusufu. Hakushinda aki-explain. Alimwambia, come and see. Na hiyo ndio ujumbe ambao Canon ambaye ako hapa, hawa wachungaji na malay leaders, kile ambacho kimefanya nitoke Nakuru nikuje hapa Molo, nimekuja kuambia watu wa Molo, come and see. We are not coming and seeing our Canon, lakini tunakuja kumuona na kumtazama yule ambaye anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wametoka Nyandarua, wametoka Nyahururu Diocese? Wametoka Nyahururu Diocese ni kwa sababu Canon ameletwa hapa Molo na baba askofu, na pia ameletwa na Mungu
aweze kuambia watu wa Molo, come and see Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Genesis chapter 16, utasikia hadithi ama maandiko ambayo yameandikwa kuhusu yule ambaye alikuwa ni mjakazi wake Ibrahimu, jina lake aliitwa Hagar. Na huyu ambaye ni Hagar, that is the book of Genesis chapter 16. Inaongea sana kuhusu huyu Hagar. Na kuna jambo moja, Hagar alikuwa amepitia shida nyingi sana. Alipitia njia nyingi kwa sababu alishafukuzwa na mke wake Ibrahimu ambaye alikuwa anaitwa Sarai. Na alipofukuzwa akaenda huko kwenye desert. Na alipokuwa huko kwenye jangwani alikuwa analia sana. Akalia. Na kuna mahali ambapo ilifika aliona ya kwamba watakufa kwa sababu hawakuwa na maji, walikuwa wako na shida nyingi. Ninajaribu kuangalia ilikuwa which verses. Lakini huyu Hagar anasema ya kwamba I think from verse 3 ambayo inasema ya kwamba wacha verse 3 itakuwa ni mbali sana. Nisome kuanzia verse number 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from, and where are you going? I am running away from my mistress Sarai. She answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. Nafikiria nimeanza mbali sana, lakini ni mahali ambapo huyu anasema when she knew she was pregnant, she began to despise the mistress. Lakini nilikuwa natafuta verse ambayo inasema ya kwamba huyu Hagar alisema ya kwamba nimemuona yule ambaye huwa ananiona. Bwana Yesu asifiwe. I have seen him who sees me. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nimemuona. Bebi wachungaji najua wataniambia ni verse gani ndio verse 18 13 verse 13. Yes, she gave this name to the Lord who spoke to her, you are the God who sees me, for she said, I have now seen the one who sees me. Bwana Yesu asifiwe. Verse 13. Hiyo ndio nilikuwa ninatafuta. Ya kwamba huyu Hagar anasema ya kwamba I have seen the Lord who sees me. Today I have seen him who sees me. Kuna mmoja ambaye anakuona. Turudi sasa kwa huyu Nathanieli wakiwa na Philip. Na nimesema tu nitamalizia tu, sitaenda sana. Nathaniel anasema hapo verse number 46, can anything good come from there? Nathaniel asked, come and see, said Philip. Halafu akampeleka kwa Yesu. Akampeleka Nathaniel kwa Yesu huyu Filipo. Na mstari wa 47 inasema ya kwamba when Jesus saw Nathaniel approaching, he said of him, here is a true Israelite in whom there is nothing false. How do you know me? Nathaniel asked. Huyu Nathaniel anauliza Yesu maswali. Unajua kuna watu ambao unawaleta kwa kanisa wanauliza maswali mengi, sio vibaya. Wacha waulize nini? Maswali. Halafu verse 48 inasema, how do you know me? Nathaniel asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Yesu anamwambia, ulipokuwa chini ya mti, mimi nilikuona umeketi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nimekuona mahali ambapo ulikuwa umeketi chini ya mti kabla Philip akuongeleshe ama kuja akuita kuambia come and see Jesus. When you are still seated under the tree, I saw you. Nilikuona. Mimi nilikuona kama umeketi chini ya mti. Ni kama vile Hagai anasema mimi nimemuona yeye ambaye huwa ananiona.
Sasa Philip anakuja, Nathaniel anakuja anakutana na Yesu Kristo, na huyu Yesu ni ambaye anamuona, yeye ndiye ambaye anatuona kila mahali ambapo tunaenda. Na Yesu anamwambia, mimi nilikuona. Mpaka Nathaniel anamuuliza, how do you know me? And how do you know that in me there is no falsehood? Unajuaje kwamba ndani yangu hakuna uongo? Unajua Yesu aliongea kuhusu Bartholomew in a very special way. Akasema ndani yake hakuna uongo. In fact, maandiko yote katika Bible hakuna mtu mwingine anaelezewa ya kwamba ndani yake hakuna uongo isipokuwa Yesu mwenyewe. Petro alisema in him there is no deceit. Hata John amesema kuhusu Yesu, anasema in Christ there is no deceit. Ndani yake hakuna uongo. Yesu anamtazama Nathaniel, anasema ya kwamba nilikuona chini ya mti na tena nimeona moyo wako. Najua ndani yako hakuna Mwisraeli kama huyu. That is what the Bible says. Here is a true Israelite in whom there is nothing false. Jua siku hizi watu wanadanganya sana. Kudanganya, tunadanganya kila siku. Hata unapigia mtu simu anakuambia, hata jana nilikuwa kwa bank. Nilipokuwa kwa bank na tuko Nakuru, kuna mama, hata si mwanaume, mama alipigiwa simu akasema, "Hello, mimi niko Kisii." Unajua mpaka watu wote tulikuwa kwa bank tunangojea kuhudumiwa. Kila mtu alicheka kwa sababu she is so innocent. Mimi niko Kisii. Na hapo wapi? Lakini in Nathaniel there is no falsehood. Ndani yake hakuna uongo. Halafu Yesu akamwambia, I saw you while you are still. Leo tunaongea kuhusu kuonekana na kuonekana na Mungu. Kuonekana na yule ambaye huwa anatuona. Na Mungu akamfungua macho ya Hagai, akamuona yeye ambaye huwa anamuona. Hata akiwa kwenye shida karibu akufe na mtoto wake, ya kwamba malaika wa Mungu alikuja akafunguliwa macho, mpaka Hagai akasema ya kwamba mimi siku ya leo nimemuona yeye ambaye sijawahi kumuona, lakini yeye huwa ananiona kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ambaye anatuona. Halafu maandiko inaendelea kusema ya kwamba Yesu akamwambia huyu Nathaniel. Unajua Nathaniel alipoambiwa hivyo na Kristo, alisema ya kwamba Rabbi, that is verse number 49, you are the Son of God, you are the King of Israel. Yeye ndiye wa kwanza alisema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye wa kwanza ambaye alisema ya kwamba Kristo ni mfalme wa Israeli. Hata alikuwa amesema kabla Peter aseme. Peter alipoulizwa na Kristo, who do people say I am? Alafu akaenda kwa Peter akamuuliza, you Peter, who do you say I am? Maandiko inasema ya kwamba Peter alisema, you are Jesus the Son of God. Lakini Nathaniel ama Bartholomew tayari alikuwa ameshasema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Alafu akasema, Yesu akamwambia, umeamini kwa sababu nilikuona ya kwamba ukiwa chini ya mti. That is why you believe, because I told you that I saw you under the fig tree. That is why you are confessing today ya kwamba sasa unaniamini. Lakini Yesu akamwambia, mambo bado. Bwana Yesu asifiwe. Mambo bado. Akamwambia utaona. Anaendelea mambo ya kuona. Akamwambia, you will see greater things than this. Utaona mambo makubwa kuliko yale tayari umeona. Akamwambia hivi, you will see greater things than this. Alafu akamwambia, I tell you the truth. That is the last verse. You will see heaven open. Bwana Yesu asifiwe. Utaona ya kwamba mpaka mbingu itafunguka. Na utaona malaika wakipanda na kufanya nini? Na kushuka. Yesu anamwambia huyu Nathaniel ya kwamba haujaona mambo mengi, mambo makubwa utaona. Wewe utakuwa ukiona malaika wakishuka na wakipanda na wakishuka. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Genesis
Genesis chapter 20, nafikiria ni Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 and verse number 12. Genesis chapter 28 and verse number 12. Yesu anaongea kuhusu hayo maandiko. Jesus akiongea verse number 51 anaquote kitabu cha Mwanzo 28 na mstari wa 12, ambapo huyu ambaye ni baba ya wana wa Israeli alikuwa anaitwa Yakobo, alilala mahali na akaona ngazi kubwa kama miguu yake iko duniani na kichwa chake kiko mbinguni. Na akafunguliwa macho huyu Yakobo, the book of Genesis chapter 28 and verse 12, akaona malaika wakipanda na wakishuka. Alafu nikimalizia, ukisoma katika kitabu cha Revelation chapter 5, hatuna wakati wa kusoma, but the Bible in the book of Revelation chapter 5, utasikia, unajua Yesu amemwambia huyu Nathanieli, the heavens are going to be opened. Na hizi heavens zikishakuwa opened, nini, ukienda nyumbani utasoma hiyo Revelation chapter 5 ya kwamba mbingu ilifunguka. Sasa unajua John, the same John is the same writer of the book of Revelation. Na huyu John anasema aliona mbingu imefunguka in the book of Revelation chapter 5. Anasema ya kwamba ilipofunguka, ya kwamba huko aliona the four living creatures. Na akaona the 24 elders. That is the book of Revelation chapter 5. Akaona the 24 elders. Na maandiko inasema ya kwamba akaona myriads upon myriads of angels, or thousands upon thousands of angels. Mbingu ilipofunguka, Yohana akaona hiyo. Na maandiko inasema ya kwamba mbingu ilipofunguka, ya kwamba aliona watu ambao walikuwa wameshika vitu mbili. There were two things that they were holding. If you read the book of Revelation chapter 5, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wako na ile harp. Harp is a musical instrument, a string instrument, ama ilikuwa inaitwa harp ukisoma in the book of Revelation chapter 5. Ya kwamba walikuwa wako na, that is chapter 5 and verses number 8. Tusome number 7. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne, and when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Nathaniel anaambiwa na Kristo, mbingu utaona zikifunguka. Utaona malaika wakipanda na wakishuka. Ilipofunguka mbingu katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 5, maandiko inasema akaona wale wazee 24 walikuwa wako na musical instrument wakiimbia Mungu, na walikuwa wako na bakuli, na hiyo bakuli ilikuwa imejaa uvumba, that is incense. Na maandiko inasema hiyo uvumba or the incense ya kwamba ni maombi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi ya nini? Watakatifu. Je, bakuli zinapopelekwa mbele za Mungu huko mbinguni, je, hiyo uvumba ambayo ni symbolic of the prayers of the saints, and anybody who is born again, yeyote ambaye ameokoka, ameoshwa na damu ya Yesu, huyo ni mtakatifu. You are a saint. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye anafanya sisi tukue watakatifu. Si tuseme St. Albans ya kwamba huyo ndio saint sababu amekufa. Hata na sisi ambao tuko hai na tumeoshwa na damu ya Kristo, sisi ni watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hatukui watakatifu kwa sababu ya vile ambavyo tunatembea ama vile ambavyo tumevalia. Tunakuwa watakatifu ni kwa maana tumemwamini Kristo na tumeoshwa na damu yake. Na maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na mabakuli, na hiyo bakuli ilikuwa imejaa uvumba, na hiyo incense ama huo uvumba ni maombi ya watakatifu. Siku hii ya leo umekuja kuona. Na niwakumbushe, kama vile hata nikiwa mchungaji hapa, na kila mahali ambapo mimi ni mchungaji,
ninasema huwa ninaambia Wakristo ya kwamba ni jukumu lako la kumleta mtu mwingine kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao tunafanya nao kazi, waambie wakuja kwenye kanisa. Juzi kumefanywa research hapa Nakuru, ikaonekana ya kwamba only less than 20% ya wakazi wa Nakuru County wanaenda kanisani. 20%, you can imagine. Watu hatuwaambii wakuja waone. Mchungaji ameletwa hapa ndio watu wa Molo wakuja wamuone Kristo katika madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeshawahi mwambia mtu mwingine akuje aone kama vile Filipo alivyomwambia Nathanaeli? 3 out of 4 people are more likely to come to church when invited by a family member, a friend, or a neighbor. Niseme hiyo tena. 3 out of 4 people. Watu 3 kati ya 4 wakialikwa kwenye kanisa na mtu wa familia, rafiki ama jirani, 3 kati ya 4, 3 watakuja, mmoja peke yake ndio atakataa. Na hutamwambia akuje wewe umhubirie, akuje amuone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishamlete Yesu, yeye mwenyewe atamwambia mimi nilikuona ukiwa chini ya mti. Wewe hawezi hivyo, lakini Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kana wamekuja hapa ndio watu ambao wako huko Molo town, ambao wako katika biashara zao, watoke huko wakuje hapa wamuone Yesu. Na watakujaje kama hawataitwa na mafilipo ambao wako kwenye kwaya, ambao ni leaders, ambao ni washiriki wetu? Ambieni watu wakuje waweze kumwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. It is a call to all Christians today, na kwamba twende tuwaite watu wakuje wamuone Kristo. Alafu wakikuja watajionea mambo makubwa. Watakuja hapa na mbingu zitafunguka, the heavens are going to open. Siku hizi kuna watu wanapenda kuomba wakisema ya kwamba give us an open heaven. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba give us an open heaven. Ya kwamba tufungulie mbingu. Na mbingu zikishafunguliwa, malaika huwa wanaenda na maombi yetu. Wakirudi wanarudi na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wanarudi na nini? Na majibu. Tumeambiwa katika kalenda yetu ya kanisa 17, which is on Wednesday, the Ash Wednesday, ambayo tutaanza siku kukumbuka siku ambayo Kristo alifunga 40 nights and 40 days mpaka wakati wa Palm Sunday. Itakuwa ni 40 days of prayer and fasting. Wakati huu ambapo tunaingia wa maombi na kufunga. Je, wewe maombi yako itafika huko mbinguni, itapelekwa na malaika? Malaika wakishuka wakirudi, je, watarudi na majibu ya maombi yako, ama hakutakuwa na maombi yako ambayo yamefika mbinguni? Kazi yetu inakuwa ni kazi ya kulalamika, ya kucomplain ya kwamba kuna shida baada ya COVID. Lakini wacha ni encourage one thing. Hata kama kumekuwa na shida ya COVID, biashara zetu zimeenda vibaya, kazi zetu zimeenda vibaya, mimi ningekusihi jambo moja, ya kwamba utajionea mambo makubwa. Ni kwa sababu yeye ambaye anakuona amekuona. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ambaye hujawahi kumuona, yeye amekuona. He is the Lord who sees you. I have seen today the one who sees me. Bwana Yesu asifiwe. Wacha maombi yako iende mbinguni. Look for time to pray. Kuja kwenye kanisa uombe. Wacha malaika waende na maombi yako. Na majibu itafanya nini? Itarudi. Mbingu zitafanya nini? Zitafunguka. Yes, kama wanadamu ni lazima tucomplain. Hatuna pesa. Hii na hii imefanyika. Lakini siku ya leo, come and see Jesus. He knows you. Yesu anakujua vizuri sana. Anakujua. Alikuwa umeketi chini ya mti. Yule mama Msamaria, John chapter 4, I think and verse number 25. John chapter 4 and verse 25. Huyu mama Msamaria alisema verse 29. By the way, John chapter 4 verse 29. Come and see a man who told me everything I did. Yesu alimwambia, wewe mama, huyu mume ambaye uko na yeye si mume wako wa kwanza. Ni mume wa ngapi? Wa 5. Alikuwa mume wa ngapi? Wa 5. Akasema, how do you know that? Paka akaenda huko Samaria. Alikuwa anaenda akisema, come and see a man. Bwana Yesu asifiwe. Come and see a man. Naye
mchanga bado anasema, "Come, mimi leo nimemwona ambaye ananiona." Filipo akamwambia Nathaniel, "Kuja uone." Watu wakuje waone. Watu wakuje waombe. Watu wakikuja waombe, mbingu zitafunguka na wataona maajabu ya Kristo. Tusimameni tuombe. Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Kama vile umemleta mtumishi wako hapa Jane aweze kuhubiri Injili katika maeneo haya ya Molo na katika kanisa hili, tunaomba ya kwamba watu watakapotoka huko wakuje hapa watakutana na Kristo, watabadilishwa. Kristo atawaambia shida zao zote. Kristo atapata kukutana na mahitaji zao zote. Bwana, naomba ya kwamba Wakristo siku ya leo watakuwa ni wainjilisti kama Filipo, ya kwamba wataenda wawalete wengi ili waweze kumjua Kristo. Zaidi Bwana, watakapokuja hapa, Lord, I pray that even this day, during this service, you shall give us an open heaven. Bwana, utatufungulia mbingu. Maombi yetu Bwana utayasikia. Malaika wako wataenda na maombi yetu na kurudi na majibu yetu. Bwana, utatufungulia mbingu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru kwa sababu ya wachungaji na ma leaders na viongozi wanakwaya na wote ambao wamekuja kutoka karibu na pia kutoka mbali. Bwana, wewe unawajua. Wewe ni Mungu ambaye unatuona. You are the Lord God who is able to see us. Bwana, unatuona. Ulituona kama tumeketi chini ya mti. Umetuona kama vile ulivyomwona huyu mama Msamaria. Bwana, unatuona katika dhiki yetu. Unatuona katika shida yetu kama vile ulivyomwona Hagai karibu akufe pamoja na mtoto wake. Lakini kunakotokea kisima, Bwana, na mbingu zikafunguka, akakuona ukimbariki na ukijibu maombi yake. Siku hii leo Bwana, unawaona hawa wapendwa. Bwana, unawaona roho zao. Unawaona magumu ambao wanapitia. Wale ambao wamefanya dhambi Bwana, unawaona. Hakuna mtu ambaye hapa haumuoni. Na unajua mambo yetu yote. Kwa maana wewe ni Mungu ambaye unatuona. Bwana, ni Mungu ambaye unatuhurumia. Wewe ni Mungu ambaye unatupatia neema zako. Bwana, utukumbuke wakati wa leo. Kama uko miongoni mwetu na unajua ya kwamba Mungu amekuona siku ya leo. Unajua ya kwamba Mungu ameona shida zako siku ya leo. Unahisi ya kwamba Mungu angependa asikie maombi yako, ipelekwe na malaika na majibu ya kuja. The heavens are open. Ningependa tu uinue mkono wako ninapomalizia kuomba, ili tuombe na wewe maombi yako iende mbinguni na hata majibu yako iweze kurudi. Mungu ambaye anatenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. If you are there, just lift up your hand. Asante kwa hiyo mikono. Mtu asiogope. Mtu asiogope kwa sababu mbingu zikifunguka zimefunguka. Na yeye ambaye anakuona, yeye atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa hiyo mikono yote. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye unayetuona. Unaona mikono hii imeinuliwa kwako. Bwana, naomba ya kwamba ombi ambalo wako nalo katika mioyo yao nipate kuchukuliwa na malaika, nipate kufika mbinguni na majibu iweze kuteremka katika jina la Yesu Kristo. Watimizie hawa wapendwa wa Bwana katika jina la Yesu. Watimizie haja ya mioyo yao. Kutana nao katika mahali pao pa hitaji. Wafanyie miujiza ewe Mungu. Wafanyie kama vile ambavyo ulimwambia Nathanieli ya kwamba he will see even greater things. Let them see greater things beyond what they are praying and expecting in the name of Jesus. Ni asante Mungu kwa sababu utawaonyesha mambo makubwa zaidi kuliko yale ambayo wanatarajia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uwabariki na uwatendee mambo mema. Wale ambao ni wagonjwa ukawaponya. Wale ambao wako na mahitaji ya kifamilia ukawatimizia. Wale ambao wamesongwa na shetani na dhambi Bwana ukawajibu na kuwatakasa katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mzuri. Na utaendelea kututendea mambo mazuri. Tutakano wetu wanapoendelea kushiriki kuhudumu katika parokia hii. Naomba watu watakapokuja kuona watakutana na Kristo. Bwana, tunakuinua na tunakusifu. Naomba baraka zako juu ya hawa wapendwa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sana
sababu imekupendeza ukipitia baba askofu huyo mtumishi wako Veno wa Bukana Mjeni Munyui pamoja na mume wake Bwana Munyui, na pia na hata na watoto wao, jamii hii ambao uliwaita kwenye huduma yako na huduma ya kanisa. Bwana, imekupendeza kwamba mwaka huu wa 2021 waweze kuja katika parokia hii ya St. Albans. Bwana, tunawaombea siku hii wanapokaribishwa kirasmi, ya kwamba hekima yako itakuwa juu yao, hasa juu ya mchungaji anapoongoza mambo yote ya kiroho, hata mambo yote ya administration katika parokia hii, ya kwamba hekima yako Bwana utampatia. Naomba ya kwamba utaenda mbele yake na yeye atakufuata, na Bwana uendelee kumshika mkono na kumpatia ushindi. Pia Mungu wa mbinguni, tunaomba ya kwamba atakapokuwa katika parokia hii utampaka na mafuta yako ya Roho Mtakatifu, ili Bwana atakaposimama Bwana kuongoza ibada, na pia hata kuwaombea wa Kristo, na pia hata kuwahubiria neno lako, ya kwamba hiyo upako wako utakuwa juu yake, ya kwamba nira zote za mwovu za shetani zitaendelea kukatika katika eneo hili la Molo, na Mungu injili yako itapata kuendelea kuonekana na kuenea. Baba wa mbinguni, tunamwombea huyu Canon pamoja na jamii yake, ya kwamba favor yako itakuwa juu yake. That your favor, God, is going to be upon this family, and especially upon this your servant. Ya kwamba anapoendelea kutumika hapa na kuhudumu hapa, ya kwamba kibali chako mbele ya wachungaji, hata mbele ya Wakristo, hata mbele ya askofu, hata the neighbors and the people she is going to serve. We pray that your favor and your approval and your grace is going to be upon her in the name of Jesus. Bwana, tunaomba ya kwamba ataendelea kusikia sauti yako hata vizuri zaidi. The voice of God is going to be very clear in her life, even as she is going to be leading this archdeaconry and this parish in the name of Jesus. Ya kwamba atasikia sauti yako, ili Bwana atakaposikia sauti yako ataweza kuambia wachungaji, ataweza kuambia leaders, ataweza kuambia hata na Wakristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaombea hata ndoa yake, kwamba utambariki mume wake, hata wanapoendelea kufanya kazi pamoja utawapa amani na maelewano, na Mungu utawapatia ushindi katika kila hali. Pia tunaombea watoto wao, ya kwamba wataendelea kukujua na pia kuwa watumishi wako. Bwana, jamii hii tunainua mbele zako na mbele ya kiti chako cha enzi, ya kwamba Mungu utawakumbuka na utawatendea vizuri. Bwana, utakuwa pamoja na yeye anapotuongoza katika kuhubiri huko Kuresoi North na South. Bwana, tunamwombea nguvu zako. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako, tukiwazingira na damu ya Yesu, that your angels are going to watch over them. Bwana, tunaomba ya kwamba there is going to be an open heaven for them, that God, the prayers they pray, they shall be answered in the name of Jesus. We pray that they shall see greater things in Molo, O God, because you shall serve together with them and you shall hold them by your right hand. Ni asante Mungu kwa sababu utapata kuwabariki hata wote ambao walikuja kushuhudia. Bwana, hata nao naomba ya kwamba utawashirikisha katika baraka ya utumishi wako. Tunakuinua na tunakusifu. Haya yote tunaomba katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hasa waja mbele zako tukikushukuru sana kwa sababu bali umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu ya kutubariki na siku ya kufana sana. Ukanena na mioyo yetu Bwana. Toba ya kwamba utalifuatilia neno lako, na ya kwamba neno lako litapandwa kama mbegu, litaishi kuzaa matunda mema katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya kumwandaa mtumishi wako Reverend Anthony, ukaweza kumtumia kwa njia kuu, nasi tukahisi ya kwamba umetunenea. Twamuinua kwako Bwana pamoja na familia yake, ukazidi kuwatumia ikupendavyo, wakaweza kuwa wabaraka kwa wengi katika jina la Yesu Kristo.
nasi wengine wote tukiendelea na kazi ambayo umetuitia kila mmoja wetu. Peke yetu hatutaweza. Wapenda kuomba msaada wako na nguvu zako katika jina la Yesu. Ukatuneemesha Bwana, ukatusaidia, ukatushikilia, maana wewe una nguvu na uweza. Asante kwa sababu Baba, kwa ibada hii tumehisi uwepo wako ukiwa pamoja nasi. Na hata sasa na wiki ambayo tutaianza kuanzia siku ya kesho, twajikabidhi mikononi mwako, tukiomba baraka zako Bwana mahali ambapo kila mmoja wetu atakuwa. Toba ya kwamba utatufanikisha, utakuwa pamoja nasi, utatuelekeza, utatuongoza kwa shughuli zetu tofauti Bwana. Hebu ukakubali kushughulika nasi mahali pote ambapo tutakuwa. Asante kwa sababu tulipokuwa tukija ulitupa safari nzuri, na hata sasa safari ya kurudi makwetu twaikabidhi mikononi mwako, tukiomba neema yako na msaada wako Bwana. Ni asante kwa sababu utatuficha Bwana hata kwa barabara zote ambazo tutatumia Bwana. Toba ya kwamba utatuficha katika jina la Yesu, na ya kwamba kila mmoja atafika salama, maana ni wewe utakuwa umetuongoza Bwana. Wote ambao waliweza kufika kwa ibada ya siku ya leo, na wanenea baraka zako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya kutujua, kutupenda na pia kutushughulikia Mwokozi. Hata wa sasa tunapofumukana mikononi mwako twajiachilia, tukiomba neema yako na msaada wako. Na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwetu sasa na ikaishi nasi daima, tuseme amen. Nikiwa na imani ya kuhamisha na milima, na nikitoa mali yangu nikawalishe wale maskini, hata